Hii ni sehemu ya mwisho kabisa, sehemu ya 10 ya simulizi yetu nzuri inaitwa Kwenye Tumbo la Bahari, iliyoandikwa na mtunzi Amani Kigoye. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mix. Nambari zetu ni 0677 062 012. Kama utakuwa unakumbuka vizuri, sehemu iliyopita, sehemu ya 9 tulipoishia, ilikuwa ni pale ambapo Yona pamoja na Daniela pamoja na yule mwenzao Chigona wako ndani ya meli bado. Wakati Yona alikuwa anahangaikia mtumbwi kule kusudi waondoke pale mara baada ya kujua kwamba ilikuwa ni hatari kuendelea kuwepo pale. Lakini kumbe mwenzake huko Daniela alikuwa anamtosa mwenzao Chigona. Karibu sana katika sehemu hii ya mwisho kabisa, sehemu ya 10. Chigona maskini ya Mungu, kila ambapo alikuwa anasema kwamba ajitahidi kunyanyuka kusudi akimbie na kuokoa maisha yake, alikuwa anashindwa kabisa. Na alipotazama nyuma yake, alikuwa anazidi kuona vile viumbe vya hatari vilikuwa vinakuja kwa hasira kweli kweli mahali ambapo alikuwepo yeye, na walikuwa na hasira hatari kwa sababu wenzao walikuwa wameuawa. Alianza sasa kujiburuza kwa kutambaa kwenda kwenye ukuta, na kisha akaukamata na kuanza kutembea nao kuona kama ataweza kufika mwisho wa ile korido. Lakini kasi yake ilikuwa ni ndogo ukilinganisha na ile kasi ya vile viumbe vya hatari ambao hawa walikuwa wanamfuata kwa kasi kweli kweli. Wakati ule Daniela pia alikuwa ameshamsogelea Yona upande wa pili, na Yona mwenyewe alikuwa ameushusha mtumbwi na anajiandaa kujitupia kwenye maji kusudi akaingia kwenye mtumbwi. Daniela naye sasa alikuwa ameshafika, na Yona naye akawa ndio huyu anaelekea baharini kwa kujitosa kwa kasi. Ile tu Yona anafika kwenye maji na mlio kusikika huku nako juu, Daniela naye sasa alikuwa anajiandaa kujirusha. Ile tu Daniela anajirusha kwenye maji, huko nyuma yao ilisikika sauti ya Chigona alikuwa analia kwa uchungu. Ilikuwa inaashiria kwamba tayari alikuwa ameshafanywa nyama na wale viumbe wa ajabu. Hiyo ndiyo meli ya mashetani. Kwa mujibu wa mwandishi wetu Bwana Amani Kigoye, ni kwamba ikitokea umefanikiwa kutoka salama hapo, basi wewe ukirudi huku uraiani kwenu utatakiwa kuwa mtu wa kusali sana na kumtukuza Mungu wako. Ama kama kule Njombe ndio kwenu kama ilivyo kwa Felix Mwenda, basi unatakiwa kwenda kufungua kanisa lako kabisa ama msikiti, na uanze kumshukuru Mungu wako kwa kukuokoa kwenye mdomo wa kifo. Yona ndio alikuwa na mtu wa kwanza kabisa kufikia ule mtumbwi na kuingia, na huko alikuwa anaweka sawa. Alipomaliza kukaa sawa, sasa aliweza kumwona Daniela akija kwa kasi na kupiga mbizi na kupiga kelele kwamba Yona msaidie, kwa sababu huko nyuma yalikuwa yanaonekana maji kuchanika kwa kasi kweli kweli, kuashiria kwamba kulikuwa na kitu kilikuwa kinafuata kwa kasi ya ajabu. Daniela hakuwa na jinsi zaidi ya kukazana tu kufuata mtumbwi ambao huu ulikuwa anaanza kuchochea kasi, na huko Yona alikuwa anajitahidi sana kumpatia mkono ili mradi amvute tu. Lakini kwa bahati mbaya sana, bwana Waswahili wanasema kwamba ukizoea kuua mwenzako kwa upanga, basi na wewe utakuja kufa kwa upanga. Na ndicho kilichomtokea pia mwanadada Daniela. Hakupata hata nafasi ya kushika mkono wa Yona. Alikuwa tayari ameshagawanyishwa mwili wake katikati kabisa pale pale, yana upande wa kulia peke yake na ule upande wa kushoto peke yake. Alichanwa kabisa kuanzia juu kwenye kichwa mpaka usawa wa chini kabisa wa makutano ya miguu yake, yana kwenye sehemu zake za siri, na kufanya sasa ule mwili ujigawe na kuingia ndani ya maji, na kudamu zilikuwa zimezagaa tu kila kona. Yona aliogopa sana kusema kweli, na hofu ilikuwa na mzidi kwenye moyo wake, na hiyo yote ilikuwa na kwa sababu tu alijua kati ya wale watu waliofanikiwa kufika kwenye ile meli ni yeye peke yake ndiye ambaye alikuwa amesalia. Wenzake wote walikuwa wamefariki dunia. Alikuwa anajua kabisa kwamba hakuna kitu chochote ambacho kitakachomfanya akapona kwenye hilo wingu zito la kifo, na ndio maana hata hali yake ya kujiamini ilikuwa inaendelea kupungua zaidi, na muda mwingi Yona alikuwa anatetemeka kwamba atakuwa hai. Yona aliamua sasa kama mbwai iwe mbwai tu. Aligeuka na kisha kukamata kasia kwa mikono yake yote miwili. Alianza kuyakata maji ili kusudi kufanya mtumbwi kwenda kwa kasi. Alikuwa anatamani sana kila siku kwenda baharini kuungana na wenzake kuvua samaki, akidai kwamba alikuwa anataka kujifunza mambo mengi na kujifunza kila aina ya maisha. Lakini sasa siku hiyo mambo yalikuwa yamemtokea puani kabisa, na kufanya anze kujuta kwa ule uamuzi wake wa kumsumbua babu yake kuomba ruhusa ya kwenda baharini. Moyo ulikuwa na mdunda kweli kweli Yona, na alikuwa anachangamsha mikono yake bila kujua ni wapi ambako alikuwa anaelekea.
lakini kikubwa ambacho alikuwa anakitaka yeye kwa muda ule ilikuwa ni kuondoka kabisa karibu na ile meli ambayo ilikuwa meli hatari kweli kweli kwa maisha ya binadamu. Mungu wangu, naomba nisaidie nitoke kwenye ile janga salama. Alikuwa anazungumza vile Yona. Wakati ule alikuwa anaendelea tu kupiga makasia na huku alikuwa anatazama nyuma. Hapo ndipo sasa utaamini ule usemi wa kwamba Mungu nisaidie na mbio. Na ndicho ambacho alikuwa anakifanya Yona kwa muda ule. Na ndio maana alikuwa akimwomba Mungu wake na alikuwa anaendelea tu kuchakalika na sio kukaa tu akimsubiria Mungu amsaidie. Safari ilikuwa inaendelea tu na huko nyuma kulionekana kabisa kulikuwa na viumbe kwenye maji vilikuwa vinamfuata kwa kasi kutokana na maji ambayo yalikuwa yanaonekana. Yalikuwa nafuka, utasema kwamba kuna mnyama mkali alikuwa anakuja mbio. Yona alikuwa anazidi kuchanganyikiwa sana na hakuwa anatazama hata mbele ambako alikuwa anakwenda. Zaidi alikuwa anakazana tu kupiga makasi ya kusudi atoke pale. Akiwa anaendelea tu na kibarua chake, mara kaona yale maji yalikuwa yanamzunguka kwa kasi na kwenda kutekeleza kama wimbi kubwa mbele na kisha yakaanza kusimama. Oh shit. Yona alijisemea vile na huko alikuwa anajaribu kuzuia mtumbwi wake. Alikuwa amekwisha chelewa, maskini ya Mungu. Kwa sababu tayari alikuwa amelifikia lile wimbi la kujitengeneza kwa mazingira ya kushtukiza na mazingira ya nguvu ya giza hivi. Akiwa mwenye mshangao mkubwa, yale maji yalikuwa yanazidi kunyanyuka na akatokea mwanamke aliyekuwa na nguo nyeusi na huko alikuwa ameshika fimbo ambayo hii ilikuwa na wakata juu yake kwenye kinundu na kumwelekezea Yona usoni, na pale pale akarushwa. Ile tu anakuja kutoa chini akajikuta yuko kwenye meli tena ndani kwenye sakafu, na huko alikuwa ajielewe kabisa. Kila ambapo alikuwa anajitahidi sana kunyanyuka alikuwa anashindwa kabisa, kwa sababu alikuwa anajihisi kizunguzungu. Utasema kwamba ni mlevi aliyekuwa amezidisha kipimo cha pombe, lakini hiyo yote ilikuwa ni kutokana na uchawi wa yule shetani ambaye huyu alikuwa amemmulika na ule mwanga wa ile fimbo yake. Hakuchukua muda mrefu kijana Yona akajikuta alikuwa anashindwa kabisa hata kufumbua macho yake, akazizima jumla bila hata kujua kilichokuwa kinaendelea kwenye ile meli kilikuwa ni kitu gani. Ilikuwa imeshatimu majira ya asubuhi na ilikuwa ni kijijini Kasimbo. Sasa zilionekana chopa za polisi zilikuwa zinawasili kutokea baharini kwa ajili ya kuwatafuta watu wale. Wanakijiji walipoziona tu zile chopa walianza kujisogeza kwenye uwanja ambao ndipo zilipokuwa zinakwenda kutoa hizo chopa. Kila mwanakijiji alikuwa anahitaji kujua ni kitu gani ambacho kilikuwa kimejili huko baharini, na kama walikuwa wamewapata basi wapate kuwaona na kuwauliza ni kitu gani ambacho kilikuwa kimewasibu mpaka kupotea kwa muda ule wote. Chopa zilitua na kila mmoja alianza kushuka, na huko alikuwa kichwa chini tu, na aliyekuwa amewashangaza wengi alikuwa ni Mzee Nolo ambaye huyu alishuka na huku akiwa ameinamisha kichwa chake, na usoni alikuwa anaonekana kabisa alikuwa na raha na alikuwa hataki kabisa kuamini kwa kile ambacho alichokuwa amekwenda kukutana nacho huko baharini ambako alikuwa ameelekea. Kila mtu alikuwa anajua kwamba huko mambo hayajakwenda sawa, na kwa kumtazama tu mzee huyu kila mtu alijua kwamba huko mambo hayajakwenda sawa, ambaye huyo ndiye chifu wa kijiji chao na kabila lao. Haihitajiki kabisa. Kwa hivyo mzee alisikika Jerison alikuwa anamweleza vile baba yake. Sawa, lakini sitaki kabisa kufanya kile ambacho mnataka kukifanya. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu nieleza kwamba mjukuu wangu bado hajafa. Bado hizo ni imani tu mzee, ni bora tufanye hivyo ili kusudi kuondoa hii hali ya kuishi kwa matumaini ya kwamba eti siku moja atarejea, na wakati ni ndoto ambayo haiwezi kabisa kuja kutimia. Hivi ni kweli kabisa alikuwa ni mtoto wako yule Jerison? Mzee Nolo aliuliza pale, na huko alikuwa anamtazama mtoto wake huyo mkubwa usoni. Kwa nini unauliza swali kama hilo baba? Buda na yeye sasa akaamua kuingilia kati, maana swali hilo la baba yao lilikuwa ni swali la kushangaza mno. Lakini Jerison alipotaka kuzungumza akakatishwa na babake Mzee Nolo pale pale. Nimekuuliza hivyo kwa sababu, alizungumza pale na kisha kutia kituo. Alisimama vyema kabisa na kumtazama usoni mwanae. Jerison hakuwa anajua baba yake alikuwa anahitaji kuzungumza kitu gani, japo kuwa swali lake lilikuwa lina ukakasi sana na ni ngumu sana mtu kugundua alikuwa anamaanisha kitu gani kuuliza vile. Naona kabisa kwamba hauna huzuni, haujali wala humi kabisa kutokana na kupotea kwa mtoto wako, na ndio maana nakuuliza ili kusudi niweze kujua kwamba Yona ni mtoto wako kweli. Baba, nijibu swali langu Jerison.
Ndio, Yona alikuwa ni mtoto wangu baba, na sio kila maumivu baba yanaweza yakaonekana mbele za watu. Hauwezi kabisa kujua jinsi gani mimi ninavyoumia ndani ya moyo wangu baba kwa sababu ya mwanangu. Unataka nianze kulia mbele za watu? Nilie mbele ya askari ambao mimi nawaongoza na unajua kabisa kwamba mimi ndio mkubwa wao? Ama unataka nianze kulia mbele ya mama hapa baba? Halafu sasa matokeo yake yatakuwa nini? Gerson alizungumza vile kwa hisia, na huko machozi alikuwa anamlenga tu machoni mwake. Buda ile mbili sasa kuondoka na kumwacha kaka yake akiwa anatazama tu na baba yake, kwa sababu aliona kabisa hali kwa imeshaanza kuwa mbaya. Watu walikuwa hawana kabisa tena cha kuzungumza kwa ile hali ambayo walikuwa wameiona mara baada ya wale watu waliotoka baharini kutafuta watu waliopotea kushuka wakiwa kwenye nyuso za huzuni. Sawa, Mzee Nolo alijibu vile, kisha aliondoka zake tu na kumwacha Gerson alikuwa anatoa kitambaa chake na kufuta machozi tu. Kila mtu alikuwa anasambaa tu bila hata kuuliza kilichotokea huko baharini kilikuwa ni kitu gani. Waliokwenda kwenye shughuli zao za kila siku walikwenda, na waliorudi majumbani kwao pia walirudi, na huko walikuwa hawana chochote cha kuzungumza juu ya hilo swala la upotevu wa kina Yona. Hakuna jinsi zaidi ya kuweka msiba tu hapa. Gerson alizungumza vile na mama yake, na huko alikuwa katika uso wa huzuni kweli kweli. Lakini mama yake alikuwa anahitaji kuzungumza, na huko alikuwa analia. Usijali kabisa mama, kila binadamu aliandikiwa kuzaliwa na mwisho wa siku kufariki. Inatubidi tukubali tu kwamba Yona alizaliwa na alafu amefariki pia, kama ambavyo maandiko yameandikwa. Kwenye kila familia ya watu waliopotea waliweka msiba, na ikawa ni sasa ni vilio tu, na yote ilikuwa ni mara baada ya kuthibitisha kwamba watu wale hawajapatikana kabisa na hawatoweza kabisa kupatikana. Kwa Mzee Nolo, yeye waliweka msiba kwa ajili ya Yona, japokuwa mzee mwenyewe mwenye nyumba alikuwa hajakubaliana kabisa na hilo swala, na wala hakutaka kabisa kushiriki chochote katika msiba huo. Huku kwa ndugu yetu Yona sasa, yeye alikuwa ndio kwanza anazinduka kutoka kwenye usingizi mzito mara baada ya kupigwa na ule mwanga mkali. Hakuamini kabisa kama kweli eti alikuwa amerejea kwenye ile meli, na wakati alikuwa anakimbia kwa kutumia mtumbwi na alikuwa ameshafika mbali. Alitulia, na huko alikuwa mwenye mshangao na macho yake alikuwa anaangaza kila kona ya meli. Aliamua sasa kunyanyuka, na kisha alianza kutembea kwenda kwenye chumba kimoja ambacho hiki kilikuwa kinaonekana ni kama vile ilikuwa ni jiko hivi. Alikuwa anatembea kwa uangalifu mkubwa kweli kweli, na huku ukimya ulikuwa ni mkubwa sana kiasi kwamba alikuwa anajihisi yuko peke yake kabisa kwenye hilo eneo. Alisogea na kisha kukutana na baadhi ya vyakula vya kopo vimezagaa tu kwenye meza moja, na huku hali ilikuwa inaonekana kama kulikuwa na burukushani kubwa mahali pale. Lakini pia alipotazama kwa makini, alikuja kugundua hivyo vitu vilikuwa vimekaa hapo kwa muda mrefu sana, kwa sababu kulikuwa na hadi vumbi sambamba na matandabui kila kona. Alisogea na kisha kutazama vizuri, na kisha akainua mkono wake wa kulia na kuchukua kopo moja ambalo hili lilikuwa na nyama za kusaga ndani yake. Alilitazama na kugundua kwamba kopo hili lilikuwa limefunguliwa na kuliwa baadhi kubaki. Alichungulia ndani na kisha akanusa na kugundua kwamba kopo hili lilikuwa lina harufu mbaya, na kisha akalitupa chini pale pale. Akanyanyua kopo jingine na kisha akasoma na kugundua kwamba ni wali wa kusindika, lakini ulikuwa hujafunguliwa. Akachukua kisu ambacho kilikuwa mezani na kisha alifungua, na hiyo yote ni kwa sababu alikuwa anajihisi njaa kweli kweli bwana Yona. Alipofungua alichungulia na kisha kukutana kweli na wali, na aliponusa aligundua kwamba bado ulikuwa hujaharibika. Alimalizia kufungua vizuri na kisha alichukua kijiko kimoja ambacho kilikuwa pembeni bado hakijafunguliwa kwenye karatasi lake, na kisha kukifungua. Hilo eneo lilikuwa linaonekana ni kama sehemu ya jiko na eneo la watu kupata chakula, lakini walikuwa ni watu wenye daraja la juu kidogo ndio ambao walikuwa nakuja kula katika eneo hilo. Alichomeka kile kijiko kwenye kopo la wali na kisha kaanza kula, na huko alikuwa anatazama kila upande kama kutakuwa na hatari yoyote, ili kusudi aweze kujua anayepuka vipi. Aliendelea kula tu, na alikuwa na vijiko kama vitano, na huko alikuwa anatuliza akili yake na kuanza jinsi anaweza katoka kwenye hiyo meli na wenzake wote wakiwa wamekufa. Sasa aliposema kwamba tazame kwenye ile kopo la wali, akajikuta alikuwa anatupa kopo na kijiko chenyewe chini, na huko alikuwa anatema chakula chenyewe na kujilazimisha kutapika kabisa. Walikuwa ni funza tu wamejazana kwenye hilo kopo na sio wali ambao walikuwa wameona mwanzo, na hiyo yote ni mauzauza tu ya hiyo meli. Na wakati mwanzo ni kweli kabisa aliona kwamba ulikuwa ni wali,
na hata alipokuwa nakula aliona kabisa kwamba ni ladha ya wali, lakini mara baada ya muda walibadilika na kuwa funzi waliokuwa wanatembea huku na kule. Aliendelea tu kujitapisha kwa kuingiza vidole kinywani mwake, lakini wapi, alishindwa kabisa na kubaki. Alikuwa anatema tu hovyo mate na kuwatazama wale funzi waliokuwa wanatembea sakafuni na kutoka kwenye ile kopo. Kwanza kabisa kwa hasira alilipiga teke lile kopo na kwenda kusimama kwenye meza moja na kutulia, na huku alikuwa na hema kwa wasiwasi kwa sababu hakuamini kabisa kama kweli alikuwa amekula wale funza. Alitulia tu na kubaki alikuwa anajitazama tu kwenye mikono yake na kujitazama kwenye mwili wake, lakini alipokuja kutazama sakafuni alianza kuona kama sakafu ilikuwa imeanza kubadilika na ilikuwa imeng'aa kweli kiasi cha kumfanya astuke na kuinua macho yake. Hakuamini kabisa kwa kile ambacho alikuwa anakiona mbele yake, kwa sababu alianza kuona hilo eneo lilikuwa linabadilika na kuwa safi. Hata meza pia zilikuwa zinaonekana kwamba zilikuwa zimepambwa kwa vitambaa vizuri. Sakafuni nako alikutana na zulia safi kabisa jekundu ambalo hili lilikuwa linang'aa kupitiliza. Wakati anajiuliza hayo, mara kaanza kusikia kelele za vyombo nyuma yake mitaa ya jikoni, na alipogeuka alikutana na wapishi walikuwa wanaendelea tu na kazi zao. Alishangaa kweli kuwaona wapishi walikuwa wako bize kweli kupika, na hata jiko lilikuwa likionekana limepambwa na kila kitu ambacho kilikuwa kinavutia. Harufu ya vyakula vizuri ndio ilikuwa imetanda mahali pale muda huu. Na alipokuwa na watazama wapishi alikuwa ameshikwa na bumbuazi usoni mwake na kujiuliza imekuwaje mpaka kubadilika na kuwa vile. Mara akastuliwa na sauti za watu walikuwa wanacheza na kumfanya geuke na kutazama sauti zilipokuwa zinatokea, na hakuamini kabisa macho yake mara baada ya kukutana na watu ambao hawa walikuwa wamekaa kwenye meza na wanapata vinywaji pamoja na vyakula, na tena walikuwa wamevaa nguo za kupendeza na za kifahari kabisa. Alikuwa anashangaa kweli kwa maana kwamba hiyo meli ilikuwa haina mtu hata mmoja, na hata wakati yeye na wenzake wanafika kwenye hiyo meli hawakuweza kabisa kuwa na watu wengi kama hawa ambao alikuwa anawaona. Na anakumbuka mtu ambaye waliweza kumuona wao alikuwa ni mmoja tu, na alikuwa ameuawa na kutoswa kwenye maji. Watu walikuwa ni wengi, na mandhari mazima ya ile meli ilikuwa imebadilika ghafla na kuwa meli ambayo hii ilikuwa imepambwa na kuvutia kweli. Na sio ndani tu, hata nje meli ilikuwa inavutia kweli, na taa zilikuwa zinawaka na kufanya zionekane vyema kwa usiku ule na kuakisiwa kwenye uso wa bahari. Ilifanya meli ipendeze na ionekane meli moja iko kwenye maji. Ilikuwa imebeba ile meli juu ya maji, na hiyo ni kawaida kabisa kwa nyakati za usiku, meli ikiwa inatembea juu ya maji halafu inawaka taa, inakuwa taswira yake inaonekana kwenye maji mithili ya mtu anajitazama kwenye kioo. Kuvunaona kama meli imebeba meli jingine juu ya maji. Akiwa anashangaa tu hiyo hali, mara akajikuta alikuwa anashukuliwa na mhudumu mmoja ambaye huyu alikuwa anapita na vinywaji kwenye sahani kwenda kwenye meza moja ya watu waliokuwa wanahitaji. Alisogea pembeni na huko alikuwa anatazama tu jinsi ule mhudumu aliyekuwa amevaa suti yake nzuri iliyompendeza vizuri kabisa akiwa anakwenda kutega ile sahani yake ya vinywaji juu ya meza, na huko alikuwa anatabasamu na kuwakabidhi vinywaji wateja wake waliokuwa wanaonekana wote kwa kwenye nyuso za furaha muda wote, huku watu wakiwa wanaendelea tu na kupata vyakula na vinywaji. Huko upande wa pili ulianza kusikika mziki, na watu huku walikuwa nafurahia kweli kwa kupiga shangwe na lwangi kila mara. Taratibu Yona alianza kupiga hatua na kwenda kuchungulia kwenye huo mziki, kwa sababu ulikuwa nasikika kutoka floor ya chini. Alipokuwa na kwenda kuchungulia, kwa bahati mbaya sasa aligusa glasi moja kwenye meza karibu kabisa na kuanguka chini. Kwanza watu wote walionekana kushtuka, na hata mziki wenyewe ulizima pale, na kila mmoja alikuwa anamtazama Yona usoni, ambaye huyu alikuwa amesimama tu na watazama wale watu waliokuwa wanamshangaa yeye. Hapo kwanza alipokuwa anajitazama yeye, aliona kabisa yuko tofauti na wale watu waliokuwa kwenye ile meli. Wao walikuwa wamependeza sana, walikuwa wamevaa pia nguo za gharama kweli. Akajicheki na mwenyewe alikuwa amevaa nguo ambazo hizi zilikuwa zimechoka tu na kuchafuka, na yote ni kwa sababu ya misukosuko ambayo alikuwa amekumbana nayo mpaka kufika hapo. Watu wote walimtazama Yona na kuacha kila ambacho alikuwa anafanya, na Yona sasa alikuwa anarudi nyuma taratibu ili kusudi kusogelea ngazi ambazo zilikuwa zinashuka chini. Wakati anaendelea tu kurudi nyuma, akajikuta kama kuna kitu kilikuwa kinamzuia, na aliposema geuke nyuma kutazama, akajikuta alikuwa amepoa ghafla na kutulia, na huko alikuwa amedua tu na moyo wake. Mungu wangu, bwana, sasa umeniacha mtoto wako kwenye hiki kisiwa cha mauti. Yona alijisimia vile, na huko moyo wake ulikuwa unatetemeka kweli.
Nyuma yake alikutana na mwanaume ambaye huyu alikuwa amevalia suti na mwenye mwili mkubwa. Alikuwa amesimama tu mahali pale kama mlinzi wa eneo hilo. Alitulia tu kwa muda, kisha akaona watu walikuwa wameacha kumshangaa na kuendelea tu na kazi zao, na huko vicheko vilikuwa vinasikika tena, na hata huo mziki uliokuwa umezimwa mwanzo ghafla na wenyewe pia ukaanza kusikika. Alitulia tu yona, na huko alikuwa na hema taratibu kwa kubana pumzi zake. Wakati anafanya hivyo, mara akaona mtu alikuwa anasukuma mbele yake kutokea nyuma na kwenda kuanguka kwenye sakafu, na huko alikuwa ametapaka damu pia. Aliposema ageuke nyuma, akamuona yule mlinzi alikuwa anasogea na kuachana naye. Ndipo sasa alipogundua kwamba kumbe wale watu walikuwa wanamshangaa huyu mlinzi na sio yeye ambaye alikuwa ameangusha glasi. Yona alikwenda kuchungulia huko chini kwenye huo mziki, akabaki alikuwa anashangaa tu mara baada ya kuona watu karibia wote walikuwa wanacheza wakiwa uchi wa mnyama kabisa, na wengine walikuwa wanafanya mapenzi hadharani kabisa, na walikuwa sio wawili ama watatu wanaofanya hayo mapenzi hadharani. Unaambiwa asilimia kubwa ya watu waliokuwa wanacheza huo mziki walikuwa wanafanya mapenzi. Kila mtu alikuwa na mtu wake, na wengine walikuwa na wake kwa wanawake wakiwa nasagana, na wengine ndio walikuwa na wanaume kwa wanaume wakiwa wanaendelea tu kupumuliana mgongoni, ili mradi wao wapate tu burudani ambayo wao walikuwa naitaka. Sasa inasemekana huyo mkaka ama mwanaume aliyekuwa anapelekwa kwenye hilo eneo la juu alikuwa amezamia kwenye hiyo meli, na alikuwa hatakiwi kabisa kuwepo kwenye hiyo safari, kwa sababu ilikuwa ni safari ya watu waliokuwa na pesa tu, na walifanya hivyo kwa ajili ya kuja kusherehekea mwisho wa mwaka na kutumia pesa zao kwa starehe ambazo walikuwa wanahitaji. Kwenye hiyo meli kulikuwa na kila aina ya starehe. Unaambiwa waliokuwa wanapenda kula kama bwana Kigoye, basi vyakula vya kutosha vya kila aina vilikuwepo. Kwa wale ambao walikuwa wanapenda mademu kama ndugu yangu Digo, basi wanawake wa kutosha pia na wazuri walikuwepo. Yani ilikuwa ni wewe tu na pesa yako. Waliokuwa wanapenda pombe ama vinywaji vikali pia na vyenyewe vilikuwepo. Vilikuwa vipo vya kutosha kabisa, kiasi kwamba unywe mpaka uzime mwenyewe. Bangi, sijui madawa ya kulevya, vyote vilikuwepo. Kuna eneo moja ambalo lilikuwa ni maalum tu, mtu analipia pesa na kutaja bangi ya wapi ambayo alikuwa anahitaji ama unga wa aina gani ambao walikuwa wanautaka, na kisha wanaambiwa tu ingia chumba fulani. Humo ukiingia tu, kama wewe ni mwanaume basi unakutana na mlimbwende, na kama wewe ni mwanamke basi utakutana pia na mwanaume ambaye utamhitaji kwenye hicho chumba. Ukifika hapo sasa unapetiwa wewe kwanza na kumsuba ama bangi yako ikiwa inaandaliwa, na ikiwa tayari basi unapewa na kuvuta kwa raha zako zote, na huko naendelea kupatiwa huduma ya kukandwa mwili wote kila kona. Unavuta humo bangi yako wewe mpaka wewe mwenyewe useme basi, na sio kuvuta tu, bali unavuta na kupewa huduma ya penzi zito ambalo hili hujawahi kabisa kupewa tangu uanze kujihusisha na masuala mazima ya mapenzi. Yani umkute mtu kutoka kule Usukumani kwenye hicho chumba, unaweza kubaki unacheka tu, maana sidhani kabisa hata hiyo sigara ambayo umempeleka huko ndani anaweza kuitumia. Yeye akiona tu mrembo basi atataka kumaliza haja zake zote za kimwili, na akimaliza anaweza akatoka akalipia tena ili kusudi arudi ama ahame chumba kabisa akakutane na mrembo mwingine aendeleze fimbo tu. Hawa ndio watu wenye pesa bwana. Wakiamua tu kufanya jambo ambalo akili zao zinawatuma, basi watakana kujadiliana tu, na mwisho wote watakubaliana na wataamua kufanya hilo swala. Na hata hilo wazo la kutekeleza hiyo meli walilitoa watu waliokuwa na pesa tu, kwa kigezo cha kwamba walikuwa wanataka kila mwaka wawe wanakwenda kutumia pesa zao kwenye Bahari Nyeusi kwa muda wa wiki nzima moja, na kisha wanarudi kuendelea tu na maisha yao ya kila siku kama ilivyo kawaida mwanzoni mwa mwaka. Basi walipojadiliana na hilo swala walilipitisha vizuri, walipitisha mchango na kuwaita mainjinia waliokuja na michoro mbalimbali ya meli. Ndipo sasa mchoro wa hiyo meli ulipopita na kutengewa bajeti kusudi itengenezwe, watu waliweka pesa zao za kutosha tu kwenye huo ujenzi wa hiyo meli, na wote waliohusika kwenye ujenzi walikuwa ni matajiri wa hiyo nchi, na kila tajiri alitoa kiasi kikubwa cha pesa, na kisha napewa kadi maalum ambayo hii itakuwa inatumika na wanafamilia wake katika kila safari. Na kama hiyo haitoshi pia, basi walikuwa wameweka kiwango maalum cha kulipia kama mchango wa hiyo meli kwa kila mwaka, na kama usipolipa basi unaondolewa kwenye wanachama wa hiyo meli na hisa zako zote zinagawanywa kwa wengine. Michango hiyo ya kila mwaka walipanga ya kwamba itakuwa inatumika kwenye maandalizi ya kila safari ambayo watakuwa wanataka kwenda kusherehekea matumizi ya pesa zao. Wenye pesa sio wenzao kabisa. Sasa hao mabwana ndio walipitisha hilo jambo, na kweli kabisa meli ikajengwa
na ndio ilikuwa ni safari yake ya kwanza kabisa tangu itengenezwe. Yaani ndio walikuwa naizindua hiyo meli na kuja kufanya starehe huko kwenye Bahari Nyeusi. Kwa kufanya hivyo sasa waliweza kualika watu ambao sio hata wanachama, lakini waliweka viwango vya nauli pamoja na chakula kusudi upate tiketi ya kwani mmojawapo kwa ajili ya kwenda kutanua matumizi kwenye meli hiyo. Lakini sasa walikuwa wameweka madaraja kulingana na pesa yao ambayo utakayolipia. Kama umelipia daraja C, basi wewe utakuwa huko kwa daraja C na kila kitu utakipata huko kulingana na bei ya vitu vyenyewe. Vilikuwa vinalingana na hadhi ya watu wa huko pia. Na kama wewe utakuwa daraja B, basi utapewa huduma ambazo hizi pia zinalingana na hilo daraja lako. Na kuna wale wazee wa A ambao hawa angalau kidogo walikuwa naelekea kulingana na watu wa daraja la juu kabisa ambalo wao walikuwa naliita daraja la Platinums. Na huko Platinums bwana, walikuwa ndio wanakaa wao waliotoa wazo hilo na familia zao. Hata uwe na uwezo wa kulipia hilo daraja, kama sio wanachama wa hicho chama, basi hautoruhusiwa kabisa kukaa huko. Basi kijana huyo aliyepelekwa huko kwa wazee wa Platinum alikuwa amezamia tu, yani hakutoa hata senti moja ya gharama za safari. Unaambiwa kwamba watu wako na roho za kijasiri bwana. Na tena alivyokuwa ni mtata akawa amezamia daraja hii kabisa, na aliazima mpaka nguo kusudi tu alingane na hao watu wa hilo daraja hii. Lakini watu waliweza kumbaini na kumpeleka sehemu husika. Na sasa kilicho kibaya zaidi ni kwamba adhabu ya mtu atakayekamatwa amezamia kwenye hiyo meli basi ilikuwa ni kifo tu, na kuna msamaha kwenye hilo. Kwanza alikuwa ameshalishwa kichapo cha kutosha kabisa, ndipo alipopelekwa mbele ya hao mabosi ambao walikuwa nakula raha kwenye hiyo meli. Na huko safari ya kukatisha kwenye uso wa Bahari Nyeusi ilikuwa inaendelea. Alionekana mwanamama mmoja alikuwa anasimama, na huko alikuwa ameshika kitambaa cheusi mkononi mwake. Alikuwa amevalia gauni lake refu jeusi ambalo hili lilikuwa na mpaso wa hatari uliokwenda mpaka kwenye mapaja kabisa. Kumbuka hayo yote Yona alikuwa anayaona kwenye hiyo meli, na alikuwa ni kama naonyeshwa jinsi ambavyo ilikuwa mpaka hiyo meli kufika kwenye ile eneo. Yani ilikuwa vipi hiyo meli kuundwa kuondoka huko ilikotoka kuja na watu mpaka kwenye bahari, na baadaye sasa watu wote kufa. Yote alikuwa naonyeshwa kama kwenye TV hivi. Sheria zetu kuziogopa. Yule mwanamke ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa kile chama cha matajiri, na hata yeye ndiye aliyekuwa ametoa wazo la kujenga kwa hiyo meli, aliuliza vile, naombeni sana mnisamee. Sawa, hushasamehewa mpaka kufikia hapa, lakini kwa nini umeshindwa kuogopa sheria yetu ya kifo? Haya basi, sio sheria. Kwa nini hukutuogopa sisi tulioweka hiyo sheria? Naombeni sana mnisamee. Jamaa hakuwa na neno jingine zaidi ya kuomba kusamehe watu. Unafanya kazi gani? Mimi ni mbeba mizigo wa bandarini. Oh. Yule mwanamama alizungumza vile, na huko alikuwa anampangusa damu kwa kidole chake cha mkono wa kulia, na kisha alinyanyuka. Alipeleka kidole chake hadi mdomoni na kisha kuilamba ile damu ya huyo kijana ambaye huyu alikuwa amejichokia kweli kweli kwa kipigo. Tafadhali sana msiniue, naombeni sana mnisamee. Mimi niko tayari kufanya kazi yoyote kwenye hii meli yenu kwa mwaka mzima bila malipo, ili mradi tu mniachie uhai wangu, naombeni. Unadhani kwamba hivyo vyote hatukuviona wakati tunatunga sheria ya kifo? Naombeni mnisamee jamani. Jamaa alikuwa anaendelea tu kulia, na alikuwa anamsujudia yule mwanamama na kumshika miguu yake na kumbusu. Watu wote walikuwa wanacheka tu na kumdhihaki jamaa wa watu. Kile kitendo kilimfanya sasa Yona kuingiwa na imani ya kwenda kumnyanyua, lakini hata kabla hajafanya vile alishanga kweli kweli akiwa anashikwa na yule mlinzi, na kisha alikwenda kuwekwa pembeni, na huko kesi ilikuwa inaendelea. Hakuwa na hata mmoja ambaye alikuwa anataka kumsikiliza kwa muda ule. Basi alitumwa mtu kisu jikoni, na kisha akaja nacho vizuri na kumkabidhi yule mwanamke. Bila kuchelewa sasa alimnyanyua kijana wa watu na kumshika shingoni, na huko alikuwa anamkita kisu cha tumbo pale pale. Akaona kama hiyo haitoshi, akamkita kisu cha pili na cha tatu, na huko alikuwa anamzungusha na kukichomoa kiasi cha kufanya damu nyingi kumwagika kwenye lile zuria lao jekundu. Na watu walikuwa wanacheza kuonyesha kwamba walikuwa wamefurahishwa kweli kweli na kile kitendo cha mwenyekiti wao. Mtupeni baharini huko. Mwanamke yule alitwa Oda, na huko alikuwa anafuta mikono yake kwa kitambaa chake mara baada ya kukabidhi kisu kile cha jikoni. Walinzi walifanya vile, wakaubeba ule mwili wa kijana na kwenda kutosa baharini, na wenyewe wakaitikia kwa sauti ya maji kuashiria kwamba ulikuwa umepokelewa. Hakuna ambaye alikuwa mjali hata kidogo zaidi ya Yona ambaye huyu
Alikwenda kuchungulia majini kuona kweli mwili ulikuwa umezama. Aligeuka na kisha kumtazama huyo mwanamke bila kummaliza, na alionekana kabisa alikuwa ameshukizwa na kile kitendo. Na kumbe bwana, walikuwa wamefanya kosa kubwa sana kutupa mwili majini. Ilikuwa ni kwenye eneo la Bahari Nyeusi. Ilikuwa haitakiwi kabisa damu ya aina yote kumwagika, na kama damu itamwagika basi haitakiwi kabisa kwenda kugusana na maji ya bahari. Sasa hawa watu kwa kutokujua kwao wakajikuta walikuwa wametenda kosa kubwa ambalo halikutakiwa kabisa kufanywa, kwa sababu lilikuwa ni kosa ambalo lilikuja kugharimu maisha yao yote. Basi safari ilikuwa nazidi kuendelea. Tunayoona alikuwa anashangaa tu jinsi mambo yalivyokuwa nazidi kuenda ndani ya hiyo meli. Ni kama alikuwa anatazama kwenye TV hivi, lakini yale yote yalikuwa yanaendelea ndani ya meli, na yeye alikuwa anaonekana kama yuko ni mmoja kati ya watu waliokuwa nasafiri, lakini yeye alikuwa anashuhudia tu jinsi mambo yalivyokuwa yanaenda. Mara baada ya kumaliza kumtosa yule kijana majini, hata dakika 10 hazikupita tangu amtupe yule kijana kwenye maji. Sekeseke likaanza kwenye meli sasa. Upepo mkali ulitokea na kuanza kuvuma mpaka kupelekea bahari kuchafuka ghafla. Mawimbi makubwa yalianza kuikumba ile meli kiasi cha kufanya ianze kuyumba na kutikiswa huko na kule. Starehe sasa ikaanza kueka, kwa sababu kwa ile mitikisiko iliyokuwa inaendelea baharini na kwenye meli, hakuna hata mmoja aliyetaka kuendelea kula bata. Waliokuwa wametekwa sana na shetani wao kama kawaida, ndio kwanza walikuwa wanaendelea tu kubandua na tuna kwa lewitiana, na huko walikuwa nafurahia tu na kutaka ile hali ilizidi kuendelea zaidi, maana ndio ilikuwa inawapatia mizuka zaidi. Manahodha wa meli sasa walianza kuona giza mbele yao na kuona kwamba hakueleweki, na hata sasa ramani yao ilikuwa imepotea. Hawakujua kabisa ni wapi ambako walikuwa na kwenda ama ni wapi ambako walikuwa wametokea. Taarifa ya hatari kaanza kusikika, na kila mmoja alikuwa anaambiwa avae boya, kwa sababu muda wote meli inaweza kuzidiwa na kuzama, kwa sababu meli ilikuwa imeshaanza kupasuliwa kwa chini na injini moja ilikuwa inaonekana kushindwa kabisa kufanya kazi. Sasa hapo kila mmoja alikuwa na wahi boya lake na kulivaa. Asilimia kubwa ya watu walikuwa wamevaa maboya, na kila mmoja alikuwa amekaa tu haya akiwa anasubiria kinachotangazwa na kitu gani. Yona akawa sasa haelewi chochote ambacho kilikuwa kinaendelea. Ile hali alikuwa anaona kweli meli haina mwelekeo mzuri, na watu walikuwa nakimbia tu huko na kule kutafuta nusura za roho zao. Alishindwa kabisa kujua afanye kitu gani, kwa sababu alikuwa amepelekwa katika wakati ambao yeye hakuepo, kwa sababu alikuwa ni wakati wa zamani sana. Matajiri pamoja na familia zao waliingia kwenye hiyo mtumbwi iliyokuwa na injini. Walianza safari ya kujiokoa na kuacha wale watu wengine walikuwa nasubiria tu mitumbwi ya kawaida ili kusudi wao wapate kuokoa maisha yao. Muda ule sasa Yona alikuwa ametulia tu na boya lake alikuwa amelishika mkononi. Alikuwa ajue kabisa avae ama atupe, na watu walikuwa nakimbia tu huko na kule kutafuta njia ya kutokea, kwa sababu meli nayo ndio ilikuwa inaelekea kuzama kwa wakati ule. Alikuwa na ameshahamishwa tu bila kujua. Mara jioni yuko floor ya chini akiwa anatazama watu wanavyoteseka, na wengine wakiwa na wao kwa kugombania na maboya na mitumbwi, na wengine watoto wadogo kabisa walikuwa hawana msaada, wakipora maboya na watu wazima wakiwa wanachukua. Ilikuwa ni vita ndani ya meli na sio starehe tena kama ilivyokuwa mwanzo. Akiwa anazidi kushangaa tu, mara akajikuta yuko kwa nje upande wa mbele ya meli, na huko alikuwa anaona jinsi ile mitumbu ya injini waliokuwa wamepanda matajiri pamoja na familia zao ilikuwa inazidi kukimbia na kuiacha ile meli kubwa ikiwa na tapatapa. Wakati Yona anaendelea tu kushangaa ile mitumbu ya matajiri, mara akaona na yenyewe pia ilikuwa inafunikwa na wimbi kubwa na kumezwa kabisa. Lakini cha ajabu zaidi ni kwamba mara baada ya kufunikwa ilipotea kabisa meli, na hata lile wimbi na lenyewe halikuonekana kabisa. Yona alibaki alikuwa na shangaa tu. Mara zikaanza sasa kusikika sauti za watu walikuwa nalia tu, na ile meli ikaanza kuonekana ilikuwa nazama jumla kwenye bahari, na kumfanya sasa Yona baki alikuwa na shangaa. Lakini Yona alikuwa anaonea huruma kweli wale watu wengine waliokuwa wanakufa maji bila hatia, mfano watoto wadogo. Na kilichokuwa kimemuuma zaidi ni kuwa kwa yule jamaa aliyekuwa amechoma visu na mwanamke yule katili wa kitajiri. Hapo sasa na yeye alikwenda kumezwa na wimbi kubwa la maji. Meli ilielekea kuzama, na huko Yona alikuwa anahangaika sasa kulivaa lile boya mwilini mwake. Na ni kweli kabisa ile tu anamaliza kulivaa boya na meli ikawa imezama jumla, na kumfanya hata yeye ajikute alikuwa ndani ya maji.
Akawa sasa anahangaika kujiokoa, na alipokuja kupata balansi nzuri akarudi juu ya maji na kubaki alikuwa anatazama kila kona na kuweza kuona watu wengi walikuwa na maboya walikuwa wanahangaika juu ya maji. Kibaya zaidi, alianza kuona kama watu walikuwa nalia na damu zilianza kusambaa juu ya maji. Alishtuka kweli kweli mara baada ya kuona watu walikuwa nakatwa viwiliwili vyao na huko alikuwa anapoteza maisha. Hakuna hata mmoja ambaye huyu alikuwa anapona juu ya maji, na hakuweza kabisa kujua ni kitu gani ambacho kilikuwa kinafanya vile. Sasa ilikuwa ndio zamu yake, lakini wakati anataka kufikiwa, ghafla akajikuta alikuwa amepaa hewani na kujikuta ghafla yuko ndani ya ile meli, lakini sasa ilikuwa kimya kabisa, chakavu kama mwanzo. Alibaki tu alikuwa anajitazama Yona na kujikuta kweli alikuwa na boya kwenye mwili wake na kushangaa. Lakini hata kabla hajajiuliza akaona mwanamke mmoja ambaye huyu alikuwa amevaa nguo nyeupe alikuwa anamsogelea na kumtazama. Roho yako ya huruma ndio ambayo umekuwa kwa kijana, lakini hautokwenda kwenu moja kwa moja. Lazima ukaishi kwenye kisiwa cha upweke, na ukifanikiwa kuishi hapo kwa muda utakaopewa, basi utaweza kurudi duniani, kwa sababu hii sio dunia ambayo umeizoea. Upo kwenye tumbo la bahari. Alizungumza pale yule mwanamke na kisha alipiga makofi, na pale pale mandhari yakabadilika na Yona akajikuta yupo kwenye mtumbwi na alikuwa anapiga makasia tu. Alikuwa amevaa boya lake na alikuwa hajielewi kabisa. Alikuwa anashangaa alikuwa ameweza vipi kufika kwenye huo mtumbwi. Akawapata kabisa majibu. Lakini aliposema kwamba atazama nyuma yake, hakuweza kuona chochote, hakuona meli wala kitu chochote kile. Na alipokuja kurejesha macho yake mbele, alibaki alikuwa amebutwa tu mara baada ya kuona kisiwa ambacho kilikuwa na mimea na rangi ya kijani. Kwa mara ya kwanza kabisa tangu apotele baharini, Yona ndio aliweza kuona kisiwa kilichokuwa na rangi ya kijani, yani mimea iliyokuwa na rangi hiyo. Haraka Yona sasa akaanza na kupiga makasia tu na kuzidi kusogea kwenye kile kisiwa. Na alipofika hapo alishuka haraka, na kwa kuwa ilikuwa inaelekea asubuhi, basi alianza kuona mwanga wa jua kwa mbali walikuwa nasogea kwenye kisiwa kile. Asante sana Mungu, Yona alishukuru tu, na huko alikuwa anapiga magoti na kunyosha mikono yake hewani, na chozi lilikuwa linamtoka. Mara baada ya miezi 6 kijijini Kasimbo, watu walikuwa wameshasahau kabisa na habari za kwamba eti kuna watu walipoteaga ama kuna mtu alikuwa anaitwa Bakari ama Yona. Wote walikuwa wameshasahau kabisa. Maisha yalikuwa yako kasi kweli kweli, na shughuli zilikuwa zinaendelea tu kwenye kile kijiji. Wavuvi walikuwa wanaendelea tu na shughuli zao za uvuvi, na hakuna hata mmoja aliyesikika alikuwa amepatwa na matatizo ama dhoruba baharini tena. Familia ya mzee Nolo ilikuwa tayari imeshatengeneza mashua nyingine kwa ajili ya uvuvi, na watu walikuwa wanaendelea tu kama kawaida na shughuli yao ya uvuvi, na utaratibu ulikuwa unaendelea vile vile tu. Nyumbani kwa mzee Nolo, yeye bwana kila siku alikuwa anaamini na kusema kwamba mjukuu wake Yona hajafa. Ipo siku lazima atarejea tu nyumbani. Watu wote kwenye familia walikuwa namshukulia ya kwamba alikuwa ameshazeeka, kwa sababu tangu alikuwa ameanza kuisema hiyo kauli ilikuwa ni miezi 6 imepita, na hakuna dalili zozote za Yona kurejea kwenye hicho kijiji. Na mwisho wa siku alikuwa anamwacha tu kama alivyo akiwa anazungumza hizo habari. Hata huko mjini baba yake na Yona sasa alikuwa ameshakubaliana tu na matukio ya kwamba mtoto wake Yona alikuwa ameshakufa majini. Hata alikuwa amekubali pia kwamba mwanae alikuwa ameshakufa huko. Ilikuwa ni rongo mkweli kweli. Roho ya chuma kukubali kabisa mtoto wako amekufa bila kuiona hata maiti yake. Yani haikuwa ni rahisi kabisa kama mtu yoyote anavyofikiria kwenye maisha kawaida. Na ndio maana Jerison ya kuacha kabisa kuiweka picha mwanae huyo wa kiume varandani, ili kusudi mwanae wa kiume wa pekee, kwa sababu alikuwa ni mwanae wa kiume pekee kabisa, na ndiye ambaye alikuwa anampenda kuliko hata wale watoto wake wengine wa kike. Alikuwa haishi kuitazama tu hiyo picha ya mtoto wake kila siku asubuhi anapokwenda kazini, na kila ambapo alikuwa anarejea kazini pia alikuwa anaitazama, na hiyo ilikuwa ni kama ndio desturi yake. Walikuwa naamini kabisa kwamba Yona alikuwa amekufa, japo mioni mwao walikuwa wanaonekana kabisa bado alikuwa anaishi, na bado walikuwa naamini kabisa kwamba huko alikuwa amepumzika salama. Maisha yalikuwa yanaendelea tu na taratibu, walikuwa wameshamsahau Yona, na hata huko chuoni ambako Yona alikuwa anasoma walikuwa wamekubali kabisa kwamba mwanafunzi wao Yona alikuwa amefia baharini. Walikuwa wanajua jinsi jamaa ambavyo alikuwa anapenda sana kuogelea.
basi wakawa ndio wameunganisha mstari kwamba jamaa atakuwa amefia kweli baharini. Huku kwenye kisiwa alikokuwa anaishi Yona alionekana alikuwa ameshakaa kweli kweli, na hata nguo zake zilikuwa zimelika kwenye magoti na makalio kiasi cha kutembea uchi, na wala alikuwa na habari kabisa. Alikuwa ameshazoea kuishi peke yake kwenye hicho kisiwa, kwa sababu hakukuwa na binadamu yoyote mwingine zaidi yake, labda na wanyama tu. Alikuwa ameshajitengenezea tu makazi yake kwa kutumia majani, na ikawa ndio nyumba yake kabisa, na ndipo alipokuwa anaishi siku zote hizo ambazo alikuwepo huko kisiwani. Kipindi hicho kilikuwa ni kipindi cha baridi kali kweli kweli. Mvua ilikuwa inaendelea kunyesha taratibu. Ilikuwa ni ile mvua ambayo ikikuchapa basi inaingia kabisa kwenye mwili mpaka kwenye mifupa. Yona alikuwa anaendelea tu kuota moto ndani ya kijumba chake, na alikuwa anawaza kweli kweli, kwa hali ya mvua ama baridi kama hiyo, nyumba yake kweli itafanikiwa kufika siku inayofuata? Aliendelea tu kuota moto mpaka pale ambapo alijikuta alikuwa amebanwa na haja ndogo. Ndipo sasa alipoamua kunyanyuka na kwenda nje kujisaidia, na wakati ule alikuwa amejifunika tu na majani ya migomba kwa ajili ya kujizuia na mvua. Alikwenda mbali kidogo mahali ambapo alikuwa ametengeneza choo na kuanza kujisaidia, lakini ile anamaliza tu akaja kustukia mara baada ya kuona moto mkubwa ulikuwa unawaka na kummulika kila sehemu. Hakuamini kabisa hata kidogo, kusema kweli, mara baada ya kuona nyumba yake ambayo alikuwa anaitegemea kwenye kile kisiwa ilikuwa inaungua moto na kumfanya hata atamani kuchanganyikiwa, kwa sababu alijua kabisa kwamba hapo ni mtihani wa kupigwa na baridi usiku kucha na kesho kuanza kutafuta miti kwa ajili ya kujenga nyumba nyingine. Hakuwa na panga wala kisu wala shoka, maskini ya Mungu. Kwa hivyo mpaka asema kwamba amekamilisha nyumba inaweza kuchukua muda mrefu sana. Alibaki tu alikuwa anaitazama nyumba yake, na huku alikuwa analia tu na kuhuzunika usoni, kwa sababu hakuwa na lolote ambalo anaweza kufanya kwa muda ule. Alitulia tu na huku alikuwa analia na kukaa chini, na mikono yake ilikuwa kichwani tu kuashiria kwamba alikuwa amechoka tu. Yona hajui chochote ambacho anaweza kufanya. Mungu wangu, mbona hauna huruma na mimi kiumbe wako? Na kama kuna jambo lolote baya ambalo nimeshawahi kulifanya, naomba nisamehe kiumbe wako. Ni kitu gani sasa hiki ambacho kinaendelea hapa? Mbona umeniacha peke yangu Mungu? Hauna msaada kabisa na mimi. Ina maana kwamba mimi sio miongoni mwa waja wako? Yona alikuwa anaendelea tu kusikitika, na ilifika hatua mpaka akawa na kufuru kwa Mungu wake. Aliendelea tu kulia, na huko nyumba ilikuwa inaendelea tu kuteketea kwa moto na kufanya zile kulia, na baridi lilikuwa linaendelea tu kumtafuna kama vile yuko ndani ya friji ama chumba cha kuhifadhia maiti. Masaa yalikuwa nazidi kwenda mbele tu, na ndani ya masaa mawili nyumba nzima ilikuwa imeshateketea, na hakuna kitu hata kimoja ambacho Yona aliweza kukiokoa. Alibaki tu alikuwa anaendelea kusikitika, na huko alikuwa anaendelea tu kupata joto la mabaki ya moto ambayo huu ulikuwa umeunguza nyumba yake bila hata yeye kutarajia. Asubuhi ilipofika, mvua kubwa ilikuwa inaendelea tu kunyesha na kufanya sasa baada ya Yona aanze kujuta kweli kweli na kuikumbuka nyumba yake ambayo hii ilikuwa na msitili kwa kipindi hicho. Mwanaume alianza sasa kutafuta miti upya kabisa, na huku mvua ilikuwa na chachama kweli kweli, na baridi nalo lilikuwa linamtafuna kwenye mwili wake, lakini hakujali sana. Alichokuwa na jali yeye ilikuwa ni kwamba mwisho wa siku nyumba yake isimame na maisha yake yaendelee tu pale kisiwani. Alikuwa naamini kabisa kwamba huko ndiko kwenye maisha yake ya sasa, na hajui kabisa ni siku gani atakuja kutoka, kwa sababu tangu ameanza kukaa hapo miezi mingi iliyopita alikuwa hajawahi kabisa kuwa na binadamu wa aina yoyote ile ambaye huyu alikuwa amefanikiwa kufika mahali hapo zaidi ya yeye mwenyewe tu. Yona hakuwa na imani kabisa kwamba eti ipo siku atarudi nyumbani kwao na kwenda kukutana tena na ndugu zake sambamba na wazazi wake. Unaambiwa kwamba alikuwa amebadilika sana Yona, kiasi cha mtu ambaye umemzoea ukimwona unaweza ukamsahau kabisa na kusema sio yeye. Alikuwa ameachia ndevu usoni mwake zilizomfanya aonekane kama mzee ama mtu wa makamo, na kumbe alikuwa na kijana tena barabara wa mjini kabisa. Ukichanganya na nguo zake ambazo alikuwa amezivaa zimechakaa, basi unaweza sema kwamba ni ombaomba wa mjini anayetaka kujipatia pesa za kwenda kula kwa siku hiyo. Siku zilianza kukatika, na hatimaye sasa wiki ilikatika na usiku uliwasili. Kijana Yona akiwa bado tu hajamaliza kujenga nyumba yake mpya, na huko alikuwa anaendelea kuteseka tu na baridi na zile mvua za mara kwa mara.
Ile baridi ilianza sasa kumwathiri na kuanza kuugua ugonjwa wa mapafu kiasi cha kumfanya muda mwingine ashindwa kabisa hata kutembea, na huku alikuwa anaishia tu kulala kwa kujifunika na majani ya mgomba. Kwa usiku huo Yona alikuwa amekata tamaa kabisa ya kupona, na kuiona siku inayofuata na yote ilikuwa ni kutokana na jinsi kifua kilivyokuwa kimembana na kushindwa kabisa hata kupumua vizuri. Alilala tu na huku alikuwa anaona kabisa malaika mtu wa roho alikuwa anazidi kumsogelea kwenye mwili wake. Ndipo sasa alipoanza kusikia kama kuna watu alikuwa anazungumza, na huku alikuwa anaita na kutafuta kama kuna mtu hivi. Yona alikuwa anawasikia, lakini alishindwa kabisa hata kuitikia, yote kutokana na vile ambavyo alikuwa amebanwa na kifua. Hata kusema ajifunua yale majani ya mgomba pia alikuwa anashindwa. Watu walikuwa wanaendelea tu kuita na kuita, na huku alikuwa anajaribu kuzunguka huku na kule kutafuta kama watapata kuona chochote. "Hello, anybody here?" Ilisikika sauti ya kike ikiita vile, na huku mchakato wa miguu ulikuwa unaendelea. Sauti nyingine za kiume zilikuwa zinasikika, zilikuwa zinaita kwa pamoja, na huku bado alikuwa anaendelea kusikika kama ni watu waliokuwa wanatembea. Nipo hapa." Yona alizungumza vile kwa sauti ya chini kabisa ambayo hata hakuna mtu aliyokuwa amemsikia. Kwa bahati mbaya zaidi ya manzuri, ule mwanamke wa kizungu alionekana alikuwa anamkanyaga Yona kwa kukanyaga yale majani ya migomba ambayo haya alikuwa amejifunika na Yona. "Huyu hapa jamani, huyu hapa." Alisikika huyu dada akiwa anazungumza kwa lugha ya Kiingereza mara baada ya kumwona Yona alikuwa amejilaza pale chini. Haraka sasa walikuja watu wengine na kuanza kumtoa, na huku alikuwa anamtazama na kumkagua kama yuko salama. Walipogundua kwamba yuko mzima kabisa na yupo kwenye hali mbaya, walimbebelea na kisha kuanza kumkimbiza kwenye boti yao ndogo ili kusudi waanze kwenda naye kwenye meli kubwa ambayo hii ilikuwa imetia nanga mbali kidogo na kile kisiwa. Hawakuchukua muda mrefu sana. Walimfikisha kwenye hiyo meli, na kisha walipomfikisha tu walimpeleka moja kwa moja hadi kwenye hospitali ambayo hii ilikuwa inapatikana ndani ya hiyo meli. Walianza kumfanyia uchunguzi na wakamkagua vizuri. Waligundua kwamba alikuwa na matatizo ya limonia, alikuwa na homa ya mapafu ambayo hii ilikuwa inamfanya shindwe hata kuhema vizuri. Walianza sasa kumfanyia matibabu, na huku alikuwa wako makini kweli kweli wasije wakamkosa, kwa sababu ilikuwa ni ajabu kweli kweli kuweza kumpata binadamu akiwa peke yake kwenye kile kisiwa bila kuwa na wenzake. Sasa atakuwa alifika aje kwenye kile kisiwa? Na ni kwa nini alikuwa yuko peke yake? Alisikika mzee mmoja ambaye huyo ndiye nahodha wa ile meli alikuwa anamhoji vile huyu mwanamke. Hata tuelewe kabisa, lakini naamini pale ambapo tapata nafuu atatueleza kwa nini alifika pale, alijibu vile huyu mwanamke ambaye huyu alikuwa kama daktari kwenye ile meli. Safari ilikuwa inaendelea tu, na huku alikuwa anaendelea tu kumpatia matibabu, na muda wale walikuwa wameshampatia nguo nyingine nzuri. Muda ulikatika na karibia mwezi mzima walikuwa bado wako kwenye meli hiyo tu kubwa ambayo ilikuwa ni meli ya mizigo. Ndipo sasa Yona alipopata nafuu, aliweza kuamka na kukaa kitako kwenye kitanda, na huko alikuwa amini kabisa kama kweli alikuwa amekutana na watu ambao muda mrefu hakuwa ameweza kabisa kuonana nao kwenye kile kisiwa ambacho alikuwa naishi. Pole sana, na sasa nafikiri tunaweza kupata historia yako kwa ufupi. Asante sana. Yona aliitikia vile, na huko alikuwa anatazama nje ya meli kwa kutumia dirisha, na aliweza kuona majengo marefu. Basi Yona aliwapatia historia yake na jinsi gani alivyoweza kufika kwenye kile kisiwa, na mara baada ya kuhadithia kila mmoja akajikuta alikuwa haamini na kumwonea huruma kweli kweli kijana huyo. Ilikuwa ni kama bahati tu, kwa sababu tuliweza kuwa na moto mkubwa unawaka kwa mbali, na ndio katufanya tugeuze na kuja kuona na kitu gani ambacho kimekoka huo moto. Tulijua kwamba itakuwa ni meli inaungua, pengine labda tungeweza kutoa msaada, lakini kadri tulivyokuwa tunazidi kusonga mbele ndipo tulipoweza kugundua kwamba ni kisiwa, na ikatuchukua wiki nzima kufika kwenye kile kisiwa tangu tuone ule moto. Alisikika nahodha wa meli ile alikuwa anamweleza Yona, ambaye huyu alikuwa anaonekana kushangazwa na zile habari. Yona akajikuta alikuwa anatokwa na machozi mara baada ya kusikia hizo habari, na huku akiwa anamshukuru tu Mungu kwa msaada ule. Siku ambayo nyumba yake ilikuwa inaungua ndio siku ambayo huyo jamaa na meli yao walipoweza kuona ule moto, na wakaamua kufuata ule moto. Na kama huo moto ama ile nyumba isingeungua, basi inawezekana kabisa kwamba hata yeye mwenyewe asingeweza kabisa kuokolewa nao watu. Hapo ndipo Yona sasa alipojikuta alikuwa analia machozi ya majuto.
Alikumbuka vizuri kabisa kwamba siku ambayo nyumba yake ilikuwa inaungua ndio siku ambayo alikuwa anamkufuru hadi Mungu kabisa na kumlaumu kwa nini alikuwa anamtesa kiasi kile. Alimsakama Mungu kiasi kwamba hakutamani kabisa hata kuendelea kuishi tena, kwa sababu alikuwa anahisi Mungu wake alikuwa amemtupa na alikuwa amemsahau kabisa. Hakika Mungu hukuletea jambo fulani la kukuumiza, lakini ndani yake ikawa lina msaada mkubwa sana kwako bila hata wewe mwenyewe kujua. Na ndicho ambacho kilikuwa kimetokea kwa Yona. Mara baada ya nyumba yake kuungua, aliumia sana bila kujua kwamba kumbe kuungua huko kwa nyumba ndiko kulikofanya wale jamaa wa kwenye meli waweze kujua kama sehemu fulani kuna mtu na alikuwa anahitaji msaada mara baada ya kuona wale moto. Basi kwa kupitia hiyo elimu inatupasa kwa watu wa kushukuru tu kwa kila jambo tunalokutana nalo kwenye maisha yetu, kwa sababu huwezi kujua hata baya ama hata huo mkosi umekuja na neema gani. Kila shari inayokuja kwenye maisha yetu, basi amini kabisa kwamba hiyo shari ndani yake ina neema na baraka tele. Kwa tujifunze tukupokea shari kama tunavyozipokea neema tunazopewa na Mwenyezi Mungu. Yona alifikishwa bandarini na kisha alianza kufanya utaratibu wa tiketi za ndege kwa ajili ya kurudishwa nchini kwao, na hata nchi ambayo alikuwa ametajua kwamba ndiko alikokwenda kutokea yeye mwenyewe alibaki alikuwa na shanga. Alikuwa amekwenda nchi za mbali kabisa kiasi kwamba akisema zihusishe na nchi yake zilikuwa zilingani kabisa hata kidogo. Bara jingine kabisa na bara ambalo nchi yake inapatikana, lakini kikubwa zaidi ilikuwa ni bora amepatikana tu akiwa hai na ameweza kurejea duniani, maana alielezwa kabisa kwamba kuwepo duniani alikuwa yupo kwenye tumbo la bahari, sehemu ambayo anaishi majini tu na sio binadamu wa kawaida. Alikuwa ameshanyoa vizuri kabisa na tanguo ambazo hizi alikuwa amepatiwa alikuwa amesaidiwa na wale wazungu tu, na kisha alipandishwa ndege na safari ya kurudi nyumbani kwao kwenye nchi ya wazazi wake ya Tanzania ilianza. Walifanya mawasiliano na nchi husika na taarifa zikawa zimefika mahali pake, na hata baba yake alikuwa amepatiwa hizo taarifa. Hakuna hata mmoja aliamini kwamba eti Yona Gerson Nolo alikuwa amepatikana nchi za mbali, na tena alikuwa amepatikana kwenye kisiwa ambacho ndicho kilikuwa kimegunduliwa kwa mara ya kwanza kabisa. Na hao watu mara baada kumpata Yona, kwa heshima yake waliweza kukita hicho kisiwa jina la Yona Island, kwa kuwa waliweza kumkuta huyo binadamu pekee ndiye alikuwa anaishi hapo kwenye kisiwa hicho kwa muda wa miezi 6 bila kuonana na binadamu mwenzake yoyote ule. Nchini kwake, ndugu na marafiki wake walikusanyika uwanja wa ndege kwa ajili ya kwenda kumpokea na kumlaki mwanampotevu huyo, na kila mwana ndugu aliwasili pale alikuwa anatamani kumwona Yona, maana hakuna ambaye alikuwa naamini kwamba eti angekuwa mzima kutokana na muda aliyopotea bila kuonekana nyumbani. Hatimaye muda wa abiria kutoka uwanja wa ndege uliwasili, na kila mtu alitoka na huku Yona alikuwa anatembea kwa uangalifu na alikuwa anawatazama tu ndugu zake. Yule pale jamani, yule pale. Ilisikika sauti ya dada yake na Yona, na huku alikuwa anamnyoshia kidole. Haraka sana baba yake aliwahi na kisha kwenda kumkumbatia, na huku alikuwa analia kwa sababu hakuamini kabisa kama kweli alikuwa ni mtoto wake. Sasa uwanja wa ndege walibaki ni fujo na vifijo tu kwa watu waliokwenda kumpokea Yona, kwa sababu waliona kama alikuwa ni mtu wa ajabu kweli. Waandishi wa habari nao sasa hawakuwa nyuma na kamera zao, na huku alikuwa anapamba kwa kusema kwamba binadamu aliyerudi kutokea kwenye kifo. Basi ili mradi uwe ni habari moto tu. Hapa na jamani, naomba ni mumwache apumzike. Alisikika RPC Gerson alikuwa na wazuia waandishi wa habari waliotaka kumhoji Yona. Waliingia ndani ya gari na huku watu walibaki tu na minongono ya chini kuonyesha kwamba walikuwa wameshangazwa kweli na tukio kama hilo. Baada ya wiki moja kupita, ilionekana chopa ya polisi ilikuwa inatoka kijijini Kasimbo, na ndani yake alikuwepo Yona pamoja na babake sambamba na watu wengine wa familia, akiwemo mamake mzazi ambaye huyo mara nyingi amekuwa patani kabisa na mwanae huyo, akidai kwamba babake anamdekeza sana. Lengo la kuja hapa kijijini ilikuwa ni kwenda kufanya tambiko rasmi kabisa na babu zake, kwa sababu ameweza kwenda baharini na kurudi akiwa hai. Na kama ilivyo kawaida kabila lao, mtu akifanya hivyo basi anatakiwa akabidhiwa uchifu wa kabila hilo. Waliandaa kila kitu vizuri ambacho kilikuwa kinahitajika kwenye hilo tambiko, na rasmi kabisa Yona akatambikwa na kuwa chifu wa kabila hilo la baba yake, lakini kwa masharti ya kwamba majukumu yake yote ya kijijini ataendelea kuyafanya tu babu yake Mzee Nolo. Na alifanya hivyo kwa sababu ya Yona mwenyewe kumaliza masuala yake ya masomo
na pindi babu yake atakapozeeka sana, basi yeye ndio atakabidhiwa rasmi kabisa madaraka. Na aliwahadithia kilichokuwa kimetokea pindi ambapo alikuwa ameondoka pale kijijini. Hapo sasa ndipo alipopata habari kamili juu ya wale watu walioondoka na Yona, yaani akina Bakari, ya kwamba walifia njiani wakati wakiwa wanaendelea kuhangaika kurudi ama kutafuta njia ya kurudi nyumbani. Hakika ilikuwa ni simulizi moja ya kusikitisha na kuhuzunisha sana, lakini haikuwa na jinsi zaidi ya Yona kuhadithia tu, kwa sababu kweli alikuwa amepitia mambo magumu kama yale. Hakika nilikuwa kwenye tumbo la bahari, sehemu ambayo hakuna mwanadamu yoyote aliyewahi kufika huko na kurudi salama. Hata kwangu kusema kweli imekuwa ni kama bahati tu kuweza kurudi nyumbani nikiwa salama, kwa sababu kuna mambo mengi nimekumbana nayo na mengi yalikuwa sio ya kawaida kabisa kwenye uwezo ama upeo wa mwanadamu. Yona alizungumza pale na huko alikuwa amesimama tu mbele ya wanakijiji wa Kasimbo. Lakini pia kikubwa tu waombe tu wenzetu ambao wamepoteza uhai wao tukiwa huko. Naamini watakuwa wamepumzisha nafsi zao salama kabisa mara baada ya kushuhudia mimi nimerudi salama nyumbani. Nawapenda sana wote. Alimaliza kuzungumza pale Yona na huko alikuwa anapigiwa makofi na wanakijiji wake. Mara baada ya hapo sasa maisha yaliendelea vizuri tu kwa kijana Yona. Aliweza kupata interviews nyingi kwenye vituo vya redio pamoja na TV kwa ajili ya kuelezea hicho kisa chake na hiyo safari yake ya kuvutia ambayo hii ilikuwa imemsisimua kweli kweli kila mtu. Na mwishoni mwa mwaka jana, yani 2011, Yona aliweza kuandika kitabu chake ambacho kinaitwa Safari kwenye Tumbo la Bahari, kitabu ambacho kiliandikwa na mwandishi Amani Hussein Kigoe, na ndio kitabu ambacho leo hii kimeletwa kwa njia ya simulizi ya sauti kutokea hapa Simulizi Mix. Mimi naitwa Felix Mwenda, na hapa ndio mwisho kabisa wa simulizi hii.